Vita kati ya Urusi na Ukraine vinaendelea kushika kasi huku mashambulizi makubwa yakiripotiwa pande zote mbili. Kituo kikubwa cha mafuta huko Crimea kiliteketea kwa moto baada ya shambulizi la drone lililofanywa usiku, wakati ndege za kivita za Urusi zikishambulia jiji la pili kwa ukubwa nchini Ukraine, Kharkiv. Nchi zote mbili sasa zinashambulia miundombinu muhimu ya nishati wakati msimu wa baridi unakaribia, ishara kwamba vita hivi vinaingia katika awamu nyingine tangu vita vianze miaka 4 iliyopita. Moto mkubwa na moshi mzito ulionekana ukipanda juu ya kituo cha mafuta huko Crimea baada ya milipuko kadhaa. Picha za satellite kutoka mfumo wa NASA wa ufuatiliaji wa moto zilithibitisha uwepo wa joto kali katika eneo hilo. Chanzo cha kijasusi cha Ukraine kiliambia shirika la Reuters kwamba droni zinazoendeshwa na huduma za usalama na vikosi maalum vya kijeshi vya Ukraine zilishambulia angalau hifadhi 5 za mafuta. Chanzo hicho kiliongeza kuwa droni nyingine zilishambulia vituo viwili vya umeme, na gavana wa Crimea alithibitisha kutokea kwa moto huo, ingawa hakufafanua kiwango cha uharibifu. Mji wa Fodosea umekumbwa na mashambulizi mara kadhaa katika wiki za hivi karibuni. Tangu mwezi Agosti, Ukraine imefanya zaidi ya mashambulizi 30 ya drone na makombora dhidi ya vituo vya nishati vya Urusi, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya kuvuruga usambazaji wa mafuta wa Moscow kabla ya msimu wa baridi. Kwa upande wa pili, vikosi vya Urusi vimezindua mashambulizi mapya dhidi ya jiji la Kharkiv, ambapo mabomu yaliharibu hospitali, kukata nyaya za umeme na kuacha takribani nyumba 30,000 bila umeme. Meya wa eneo hilo alisema milipuko hiyo ilisababisha vioo vya madirisha kuvunjika na kujeruhi angalau watu 4. Baadhi ya wagonjwa walihamishiwa kwenda wodi nyingine, huku vikosi vya dharura vikijaribu kurejesha huduma. Wakati huo huo, watu wanaohusika na kuzima moto katika jiji la Sami lililoko kaskazini mashariki mwa Ukraine walionekana wakizima moto uliosababishwa na shambulizi la Urusi katika jengo lisilotumika kwa makazi lililotokea mapema alfajiri. Miundombinu ya nishati na umeme imekuwa shabaha kuu katika wiki za hivi karibuni, kila upande ukijaribu kudhoofisha uwezo wa mwenzake kuendeleza vita. Wakati wa miezi ya baridi wiki iliyopita, mashambulizi ya makombora na drone kote Ukraine yalisababisha umeme kukatika kwa zaidi ya wateja milioni 1 na kuvuruga usambazaji wa maji katika maeneo kadhaa ikiwemo mji mkuu Kiev. Wakati huo huo, vikosi vya ardhini vya Urusi vinaendelea kusonga mbele. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imetangaza kuwa wanajeshi wake wamechukua udhibiti wa kijiji kimoja katika mkoa wa Donetsk siku moja kabla. Wizara hiyo pia ilisema vikosi vyake vilikuwa vimekamata kijiji kingine cha karibu cha kaskazini mashariki mwa Ukraine pamoja na kijiji kingine katika Donetsk, na hivyo kuimarisha nafasi zao katika mstari wa mbele. Kwa upande wa kidiplomasia, Rais wa Marekani Donald Trump amesema anatamani kusaidia kumaliza vita hivyo, akiongeza kuwa amani ingeweza kutokea chini ya utawala wake, akisema kama uchaguzi wa mwaka 2020 usingeragaiwa, ungekuwa na mamilioni ya watu wanaoishi leo hasa nchini Ukraine. Hilo lisingetokea na halikutokea kwa miaka 4. Mfahamu Putin vizuri. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametangaza mipango yake ya kuitembelea Marekani wiki hii, akisema atajadili vifurushi vipya vya misaada ya kijeshi, ikiwemo mifumo ya makombora yenye masafa marefu kama Tomahawk. Kadri baridi inavyokaribia, Moscow na Kiev zote zinaonekana kujiandaa kupata faida, iwe katika uwanja wa vita, angani au mezani mwa mazungumzo ya amani. Hii ni BMTV Tanzania.